Sasa nataka nimalizie majlisi yangu hii na kutaja matukio kama manne au matano yanayoashiria kwamba ikiwa masala ni khilafia, si masala ya ijtihadia, ikiwa masala ni khilafia kama yalivyoelezwa katika fatwa ya Sheikh Al-Fawzani kwenye masala haya kwamba masala ya taswib hizi za sasa hizi ni masala khilafia, si ijtihadia, pale panapokuwa pana umbali wa dalili katika upande mmoja na panakuwa pana udhaifu wa khilafu, kwamba panafaa wakati mwingine kukatazana na kunasihiana, hata kama itapelekea kutamka maneno magumu, muda wa kuwa undugu wa Kiislamu utabaki, undugu wa kisalafu utabakishwa. Panaweza pakatumika inkar, kukatazana, ima kwa lugha laini, lakini pia inaweza kufikia mahala kutumika maneno magumu ambayo bado yanaubakisha undugu wetu wa kiimani, undugu wa Kiislamu, ukhuwa salafia, undugu wa kisalafu, pamoja na kubaki undugu wetu katika masala haya, lakini ikatokea inkar. Sasa nitaja matukio kadhaa ambayo iliwahi kutokea inkar ndani yake katika masala ambayo ni khilafia, pamekhalifiwa nasi ya wazi katika masala hayo, ikatokea inkar pamoja na kuchunga undugu wa Kiislamu, tena akatumika maneno magumu kwenye inkari hizo. Tukio la kwanza ni tukio ambalo limetajwa katika riwaya aliyoelezea Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi katika musnad yake na wengine. Siku moja Aisha radhiallahu ta'ala anha alimfanyia inkar Zaid bin Arqam katika kipindi ambacho Zaid bin Arqam aliuza au kununua kwa biashara ambayo inafanania na biashara ya riba. Yametajwa maelezo ya Al-Aliya akisema kuntu inda Aisha fajaat ummu Muhibba, nilikuwa nimekaa kwa Aisha, akaja ummu Muhibba akasema, ya umma almu'minin atarifina Zaid bin Arqam, je, wamjua Zaid bin Arqam? Aisha akasema naam. Akasema ummu Muhibba, hakika inni bituhu jariyatan bi 800 nasi'a, mimi nilimuuzia kijakazi bi 800 kwa 800. 800 hizi ni deni, lakini baadaye yeye akataka kuniuzia tena. Nilimuuzia kwa deni, baadaye akataka kuniuzia mimi, nikanunua kutoka kwake bi 600 naqdan, kwa 600 lakini cash. Zaid bin Arqam yeye amelifanya jambo hilo na akaliona halina shida, na hili jambo laingia katika bai'ul aina, katika sura miongoni mwa sura za riba ndani yake. Aisha akasema bisa mashtarait wa bisa mashtara, ni kitu kibaya sana wewe umenunua na ni kibaya alichokinunua pia yeye. Ablighi Zaidan, fikishie Zaid annahu qad abtala jihadahu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illam yatub, hakika yeye ameibatilisha jihadi yake pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam kama hatotubia. Riwaya hii ametaja Daraqutni na Al-Bayhaqi al-Kubra. Kwa hiyo tazama haya maneno, mwambie Zaid kwa hakika yeye ameibatilisha jihadi yake pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam
kama hatotubia. Na ni tayari kulifanya mukhalafa wa kuikhalifu nas, wala haikuwa katika masaili ya itikadi na mfano wake, masala ya kimanhaji na mfano wake, lakini yeye alifanya kwa ijtihadi yake Zaid bin Arqam, lakini akawa amekhalifu nas, na Aisha radhiallahu ta'ala anha akamfanyia inkar tena kwa maneno makali kama haya. Tukio la pili ni riwaya aliyotaja al-Imam Malik katika Muwatta yake, riwaya ambayo imeelezewa na Ata ibn Yasar ya kwamba Muawiya ibn Abi Sufyan aliwahi kuuza siku moja chombo cha kinywaji, chombo cha dhahabu au fedha kwa mfano wake zaidi, yani vipimo havikulingana na mfano wa dhahabu au fedha, lakini vipimo havikulingana. Hii riwaya hii aliyotaja Imam Malik yasema ni tukio lilotokea kati ya Muawiya bin Abi Sufyan na Abu Darda. Alimuuzia Abu Darda. Baadhi ya riwaya zasema ilikuwa ni kati yake yeye na Ubadah bin Samit, ni Muawiya na Ubadah bin Samit, kama alivyoeleza Ibn Abdul Barri katika Tamhid. Na akasema riwaya hii kwamba tukio ni kati ya Muawiya na Abu Darda, asema riwaya hii ni udhaifu, kuna inqita', kuna mahala kumekatika kati ya Ata bin Yasar na Muawiya, ijapokuwa ameeleza kwamba Ata bin Yasar amesikia kwa Muawiya na hakuna inqita', lakini akasema riwaya hii tuachane nayo, akataja mapokezi ya tukio kati ya Muawiya na Ubadah bin Samit, kisha akaitaja riwaya hiyo katika At-Tamhid, akisherehesha Muwatta al-Imam Malik. Tukio liko hivi: Muawiya aliuza chombo cha dhahabu au fedha kwa mfano wake, lakini zaidi havikulingana na vipimo. Abu Darda akamwambia, au kama ni Ubadah akamwambia, inni samitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanha an mithli hadha, mimi nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam anakataza mfano wa biashara hii. Muawiya akasema, ma ara bimithli hadha basan, mimi sioni katika biashara hii kama kuna ubaya. Ijtihadi ya Muawiya, yeye anaona hakuna ubaya katika biashara hii. Ubadah au Abu Darda akamwambia, nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema haifai biashara hii illa mathalan bimithli, sio mfano kwa mfano, mkono kwa mkono, lazima vipimo vilingane, lakini mkono kwa mkono. Yeye akasema naona hakuna ubaya. Abu Darda akasema, au ikiwa ni Ubadah akasema, may ya'dhuruni min Muawiya, nani atanipa udhuru pamoja na Muawiya, kutokana na Muawiya mimi ninamwambia an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, au yukhbiruni an ra'yihi, la usakinuka bi ardhin anta biha, sikai na wewe kwenye ardhi ambayo wewe upo. Wewe angalia haya maneno, siendelee kubaki tena na kukaa kwenye ardhi ambayo wewe bado upo, kwenye masala ambayo ni khilafia, ni ijtihada imepita, lakini imekhalifu nas, wala ijtihada ma'a nas, hakuna ijtihadi pamoja na kuwepo dalili. Yakapita maneno kama haya yenye ishara ya hukumu kidogo. Alipopelekewa barua Umar bin Khattab na jambo hilo akaelezewa, akamwandikia Muawiya akamwambia, alla tabi dhalika illa mathalan bimithli, usiuze tena hivyo isipokuwa mfano kwa mfano, kwa maana wizani ulingane. Kwa hiyo pampita pia maneno magumu hapa, kwa sababu ni masala khilafia, lakini undugu wa Kiislamu na undugu wa kiimani, undugu wa kisalafu unaendelea kubaki. Na sisi pia hivyo hivyo tuzingatia masala haya ni khilafia. Wako baadhi ya maulama wamejitahidi wakakhalifu nas, hatupaswi sisi kushikilia kauli zao kama dalili, na tunapaswa kunasihiana kwa masala haya, hasa katika hali ambayo nyinyi mmefikia kusawirishana katika matukio, mkitembea mkifika mahala fulani,
kwenye ngazi mkiwasalisha mashekhe, mashekhe wakiteremka mahala kama mlivyofanya kwenye tukio la juzi kati hapa. Sasa je, haya ndio masalihi ya dawa? Ndio maslahi ya kidawa ambayo mmefanya nyinyi? Ikiwa watasema kwamba ni maslahi ya kidawa, jawabu la sivyo, hapana. Tukio lingine ni hadithi ambayo ipo katika sahihi iliyopita kwa Az-Zuhri an Salim bin Abdullah. Salim bin Abdullah bin Umar ibn Khattab anaelezea habari na tukio ambalo lilitokea kati ya Abdullah bin Umar na mtoto wake Bilal. Kwenye majlis ile iliyopita niliashiria kwamba ni kati ya Salim na baba yake Abdullah bin Umar, kwa sababu nilinukuu kwa kumbukumbu ambazo niko nazo nikawa nimekosea, nikasema badala ya kusema Bilal nikasema Salim. Kwa hiyo sahihi ni Bilal, kati ya Bilal na baba yake Abdullah bin Umar. Bilal alijitahidi kwenye masala ya kuwazuia wanawake wanapotaka ruhusa ya kwenda msikitini, kwa kuona kwamba sisi tunapaswa kuwazuia kwa sababu ya fitani ambazo ziko sasa hivi, yani kipindi chake. Baba yake akawa anamwambia kunako hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u nisaakum masajida idha sta'adhanakum ilayha, msiwazuie wanawake kwenda msikitini wanapotaka ruhusa kwenu. Bilal ibn Abdullah akasema wallahi lanamnahunna, namwapia Allah tutawazuia. Uangalia ijtihadi pamoja na kuwepo nasi dalili. Fa aqbala alayhi Abdullah fasabbahu sabban sayyi'a. Riwaya imekuja hivi. Salim ambaye ni ndugu yake na Bilal anasema Abdullah ibn Umar akamwelekea akamtukana matusi mabaya sana, ma samitu sabbahu mithlahu qat, sijawahi kumsikia akimtusi mfano wa matusi hayo hata siku moja. Kisha akasema ninakwambia, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe unaendelea kusema tutawazuia. Kwa hiyo pamepita maneno magumu bali na matusi, kwa sababu ni ijtihada ambayo inakwenda kinyume na nasi ambayo iko wazi. Kwa hiyo kuna wakati panaweza pakapita hivyo, pamoja na kubaki undugu wa Kiislamu kwa salafia, pakatokea nasaha, pakatokea inkar, na pakapita maneno pia ambayo yanashibia ugumu au maneno magumu. Muda wa kuwa panachungwa umoja na undugu wa Kiislamu, undugu wa imani na undugu wa salafia. Kwa kuna tukio pia lipo lingine la Aisha radhiallahu ta'ala anha akimpinga Abdullah bin Umar alipokuwa akiswali mwanzo wa usiku witri yake, akisimama usiku anasali rakaa moja kwa ajili ya kuitia shufa witri yake iliyotangulia. Ikamfika Aisha akamwambia, yarhamullahu Abu Abdurrahman innahu la yal'abu biwitrihi, asema kama haya, anaichezea witri yake, ma alayhi law atara awwal al-layl fa idha qama sahran salla rak'atayn fa innahu yusbihu lahu biha au yusbihu ala witrihi. Ya maneno magumu kidogo, maneno makali. Kwa hiyo panaweza pakapita wakati mwingine hivyo. Tukio la mwisho ni inkari ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhu ala ghairihi kwenye masala ya haji ya tamattu, limujarrad ijtihad Abi Bakr wa Umar radhiallahu ta'ala anhu. Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhu yeye alikuwa akitoa fatwa kwamba hija ya tamattu ya kufanya umra kisha baadaye unaingia kwenye hil katika uhalali, baadaye waingia kwenye haji. Sasa kwamba ibada hiyo ipo na alifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikaja ijtihad na rai Abu Bakar na Umar wakisema kwamba
hiyo haipo, tamatu haipo, na baadhi yao katika masahaba wakaishikilia kauli hii. Riwaya hii ametaja Ahmad katika musnad yake na al-Khatib na Ibn Abdul Barr katika Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlihi. Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhu alipofikiwa na habari kwamba kuna watu wameshikilia msimamo huo kwa sababu ya Abu Bakar na Umar, wao wamejitahidi katika masala haya, wakasema hakuna tamattu, akasema hadha alladhi ahlakahu au hadha alladhi ahlakakum, hiki ndicho ambacho kitakuangamizeni. Wallahi ma ara illa sayu'adhibukum, wallahi sioni illa ni kwamba Allah Ta'ala atakuadhibuni. Inni uhadithukum anin nabii sallallahu alayhi wa sallam wa taji'unani bi Abi Bakr na Umar, mimi nakusimulieni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba alihiji au amezungumzia hija ya tamattu. Mimi nakusimulieni kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amezungumzia hija ya tamattu na akairuhusu, nyinyi mwaniletea maneno ya Abu Bakar na Umar. Wewe pakapita pe maneno kama haya, hadha alladhi ahlakakum wallahi ma ara illa sayu'adhibukum. Pamoja inakuwa ni masala pambita ijtihadi ndani yake, lakini ijtihadi ambayo imekhalifu nas, sababu yako maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akitaja na akieleza ubora wa hija ya tamattu, na isnadi ya riwaya hii sahihi kama alivyoeleza Sheikh Al-Wadi katika Shar'iyatu as-Salati bin-Nihal au fi an-Nihal. Kwa hivyo niseme kwamba kwa mujibu wa maneno ya Sheikh Al-Allama Al-Fawzani, Sheikh Ubayd, kwamba masala haya si ijtihadia, ni masala khilafia. Khilafu ipo, wako baadhi ya mashaikh wamejitahidi wakakhalifu nas, ambapo sisi tunaona kwa mujibu wa maelezo haya yafaa kunasihiana na kukatazana masala ya taswir, na pia panaweza pakapita aina ya maneno fulani hivi yenye ugumu pale panapoonekana panafanyika inadi, muda wa kuwa bado inkari hiyo inatubakisha kwenye undugu wa Kiislamu, undugu wa iman na undugu wa as-salafia. Nimezungumza maneno haya kwa kukosa mpangilio, kwa sababu naona sasa sisi tushughulike na swala la tadrisi, tuendelee na durusi zetu na majalisi zetu za durusi mbalimbali na vitabu mbalimbali, kwa kuwa tulikusudia, tulidhamiria nasaha kwa ndugu zetu baada ya kuwa wametawassa, wamejiachia kwenye masala ya taswiri. Na mashekhe maduatu walikaa kimya hapo nyuma wakati zikichukuliwa taswiri tu za mihadhara na nadwa, wakawa wamenyamaza mpaka hivi leo, baada ya kuona sasa vijana wametawassa kwenye kujirekodi, kujichukua mavideo wakiwa wanatembea, wakiwa wanashuka mahala, wakiwachukua mashaikh waislamu nje msikiti, ndani msikiti wakiswali, ambayo yako nje pia na maslahi ambayo yametajwa na Sheikh bin Baz, tukaona tutoe nasaha. Lakini pakatokea ubishi na mivutano, tukazungumza tena, pakatokea ubishi na mvutano tena. Sasa tumezungumza kwa mukhtasar na kwa kukosa mpangilio. Sisi tuhitimisha kwa kusema kwamba tunawahusieni nyinyi na sisi pia kumcha Allah Ta'ala na kuyatizama hayo ambayo tunazungumza na makusudio ambayo yametajwa katika fatawa ambazo tunazitegemea, hasa fatwa ya Sheikh bin Baz, pamoja na kwa tumeeleza maneno ya ulama katika kuikosoa fatwa hiyo. Hatukuzuza maneno yetu wenyewe kama wenyewe mkatutuhumu hivyo hivyo, basi tunawanasihi, basi angalieni ni maslahi ambayo mmeyategemea, acheni hiyo tawassul, mcheni Allah Ta'ala na mfanye tauba kama nilivyosema. Kama kweli mnaona taswiri za photograph kwamba sisi tumewasingizieni, si ni waongo, kwamba hamsemi juu halali wake, nyinyi mwaona tu zile za video kwa ajili ya maslahi ya dawa ndio zafaa, basi fanyeni tauba katika mapicha ambayo mmechukua kuwasawirisha waislamu nje na viwanja vya mihadhara. Lakini tunanasihi pia wale ambao wako na channel hizo ambazo mnazitumia, wamche Allah Ta'ala
wasifanye inadi na makusudi. Lakini pia tumuombe Allah Ta'ala atusamehe pale ambapo tutakuwa sisi tumeteleza, na atuwafikishe kukaa kwenye haki na kuthibiti ndani ya haki mpaka tutakutana na yeye subhanahu wa ta'ala. Wabillahi tawfiq, walhamdulillahi rabbil alamin.